na tungependa tuchangamuke. Kwanza tuangushie mwalimu wetu, peperusha, angusha. Ningependa tutafakari kutoka Januari. Wewe mwenyewe utafakari kutoka Januari mpaka sasa, mwezi wa 6, nusu mwaka. Ujitafakari wewe mwenyewe, hoji wewe mwenyewe, ujiulize, nani mwenye ambaye amekuchunga, amekulinda? Ni nguvu zako ama ni nguvu za nani? Tafakari kwa dakika 2, ujihoji wewe mwenyewe na ujijibu wewe mwenyewe, nami nitakusomea hapo, kwa maana kwako penye panasema nani ambaye ana kuchunga. Na vile tunaendelea, waimbaji wetu, tungependa sasa, ile kiongozi ako hapa, nyinyi naye mnajitayarisha kuja mbele, mnajikuwa tayari pale nyuma. Mnapopewa kipaza sauti, nyinyi ni kuendelea tu, kwa maana mmejipanga. Amen, amen. Hebu tafakari mwenyewe kidogo, jihoji wewe mwenyewe, kutoka Januari mpaka hapa mwezi wa 6, nani amekuwa pamoja na wewe? Ningependa, kwa sababu wewe pale umejihoji ukajiuliza, na kutoka Januari mpaka hapa mwezi wa 6, nani amekuwa nami? Hebu acha tuone, au wewe mwenyewe nani amekuwa akikuongoza? Tungependa tufungue katika Biblia zetu Zaburi ambayo tunaijua sana, Zaburi 23. Mwanzo. Ndiposa labda wewe hukujua nani ambaye amekuongoza kutoka Januari hadi hapa nusu mwaka. Hujagonjeka, hujakosa kwenda kazini, hujakosa kuja hapa kanisani. Wewe mwenyewe unajisikia uko sawa, na labda asubuhi unaamuka tu, unatupa blanketi, unakimbia kazini, lakini hujamwambia huyo mtu ambaye mkubwa, Bwana wa mabwana, ambaye amekulinda kutoka Januari mpaka sasa, hujamwambia asante. Kwa hivyo ni heko kubwa sana, kwa sababu yeye amekuwa pamoja na wewe. Hebu tusikie Zaburi 23 hapo mwanzo, tusikie. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la ufa la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kimefurika. Hakika wema
na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa baba yangu. Hebu sikia vile Zaburi 23 huwa inatuambia, ama vile imetuambia, ujapopita bonde la ufa. Labda bonde la ufa umekuwa katika shida nyingi katika Januari 2, 3, 4, 5, 6. Lakini kwa hayo yote Bwana Mungu hajakuacha, bado wako pamoja na wewe. Na ndipo asubuhi ya leo nakwambia wewe, rudishia Mungu wako shukrani. Mwambie Bwana ni asante kwa sababu ya kuwa pamoja nami. Na asubuhi ya leo Bwana Mungu atakuwa pamoja na wewe. Barikiweni sana sana tunapoanza ibada yetu ya siku ya leo. Karibuni waimbaji wetu.
Tunastahili Bwana kwa uwezo wako, kwa ulinzi wako Bwana, umetuleta ubali huu. Tunalisifu jina lako, tunaipa utukufu jina lako. We thank you, our God. We thank you, our God. Receive the praise, O God.
pamoja nasi. Wewe ni mfalme mwema. Take the glory of our God. Take the glory of our Lord. You are wonderful to us, our Lord. Not for the things you do to us. Lord, you are most amazing to us. You are wonderful. Hakuna tumaini jingine tunakuwako mfalme Baba yetu. Sifa Bwana, pokea sifa Yesu, pokea. Tunakupa vyote tulivyo navyo ni kwa sababu ya mkono wako. Afya njema uliyotujalia nazo ni kwa sababu ya mkono wako. Kama sio wewe Bwana, wengine wetu tungeangamia, wengine wetu hatungekuwa tumaini na wewe Bwana, lakini kwa sababu umeaminika sana kwetu, umeaminika sana Mfalme, umeaminika sana Baba, ndio maana Bwana wazidi kutufanya wema tunayopata kutoka kwako. Pokea sifa. Kila siku tunazisikia habari, wengi wanakata tumaini, lakini Bwana wazidi kuwa mwaminifu maishani mwetu. Asubuhi ya leo tukupe nini ila sifa kutoka mioyo yetu Bwana. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, umeaminika sana kwetu. Tukigonjeka wewe unatuponya, tukiwa chini bado wanena uhai na tumaini, wainua mioyo yetu. Tunakupa sifa zote Bwana. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa wema wako. Umbali tumefika ni kwa sababu ya mkono wako.
pokea sifa, pokea utukufu, mamlaka na nguvu yote. Yesu wewe ni mwema, Yesu wewe ni mwema. Kwa sauti moja tuseme tunakupa, twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu wetu, tunakupa We give you the glory and honor because you're God. Receive all the glory of our Father. Acha uabudiwe siku zote, uinuliwe siku zote, maana unastahili. Tumekusanyika mahali hapa kupatia sifa na utukufu, maana umetenda makuu na ajabu katikati yetu. We worship you, we magnify your holy name. In Jesus' name we have prayed. Hallelujah! 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 Nataka nipungie mkono hivi. Hallelujah! 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 Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema. Unajua kuna kitu moja, hata mambo yawe namna gani, unajua ya kwamba uko na siri na huyo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Si ndio? Anafanya mambo tu namna yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wiki hii moja mambo haijakuwa mzuri kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Haijakuwa mzuri kwangu, lakini Mungu ni mwema. Unasema ya kwamba nina siri na huyu Yesu. Hata nilikuwa nasema kwani ninaenda, wakati wangu umefika wa kuenda. Lakini bado, si ndio? Sio niko hapa bado mpaka nitimize yale Mungu amesema nitimize. Na tunamshukuru Mungu na tutataka kuingia katika kipindi cha sifa. Mwambie mwenzako karibu katika kipindi cha sifa. Karibu katika kipindi cha sifa. Nina siri naye Yesu, haifanya niwe jasiri. Hallelujah. 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 Yes, yes. Haya, Miguel,
Yeah.
Asanteni sana praise and worship yetu. Asanteni. Tuangushie tupeperusha. Sioni watu wakipeperusha. Muna kinyongo cha nini? Na hawa wametuimbia peperusha, angusha. Asanteni sana wana praise and worship wetu. Wakati huu tungependa kutambua wageni wetu. Kama kuna mgeni yoyote, hebu nionyeshe kwa ishara ya mkono. Nionyeshe tu. Asante, asante mgeni wetu. Kuna mwingine? Hebu njoo kidogo mgeni wetu. Njoo tu hapa mbele, ili kwa maana sisi tunapenda wageni. Usirudi kwenu, la, urudi na furaha. Kama utabaki, ubaki na furaha. Bwana asifiwe. Amen. God is good. All the time. Tutasema God is good. All the time. God is good. All the time. God is good. I have a testimony. And all the time I'll testify. God is good. I have a testimony. All the time. Sikucheti kidogo. So I'm happy to be here this morning. Mimi si mgeni, nimekuwa nikishiriki nanyi almost 6 months down the line. Kwa hivyo nimefurahia sana the praise, the worship, the unity, the love. So congrats, you know that. Kwa majina ni Filomena Mdoni, and next week is my daughter Jasmine, and I have another one over there. She's Lilian. Tutakuwa kushiriki na yeye. Barikiwa sana mgeni wetu, sana sana, barikiwa sana. Na umekaribishwa hapa. Hapa ndio mahali utaona Mungu wako ako. Tungependa testimony mbili, kwa maana tuna kazi nyingi ya kufanya leo. Nani yake iko moto moto? Na sitaki watatu. Wawili wakifika tosha. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia mimi niko na ushuhuda. Kwa majina naitwa Michael Mwana Mtengo, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Wiki iliyopita ilikuwa wiki ambayo haikuwa mzuri kwangu. Nilitoka hapa ilikuwa Sunday. Mambo ikawa si vizuri vile. On Tuesday nikasema tutulie. On Tuesday mambo ikaharibika zaidi, nikaona niende hospitali. Nikapewa madawa, nikatibiwa, na pia Maya pia naye alikuwa asikii vizuri, tukampeleka hospitali pia yeye. So kwa nyumba yangu kumekuwa na hiyo ugonjwa. Bwana asifiwe. Lakini Mungu amekuwa mwema, leo tumepatikana kanisani. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni ile mnaona kana kwamba dakika mbili it was very funny, it was very bad. Bwana asifiwe. Lakini Mungu amekuwa mwema, ametutia nguvu, ametujaza nguvu. Hata leo tumepatikana kanisani, ni uponyaji wa Mungu. Bwana asifiwe. Asante sana kwa maombi yenu ambayo umetuombea. Nilikuwa nimemjulisha pasa na natumaini kwamba mlituombea. Bwana asifiwe. Baka hiyo ushuhuda pia niko na jambo la kuongea. Bwana asifiwe. Kwa sababu sisi tuko hapa kanisani na bado tuko kule kwa nchi. Bwana asifiwe. Tunafanyia kazi serikali, na kuna hii kisanga ambayo imetendeka juzi, hii ya shule ya utumishi. Bwana asifiwe. Watoto ambao waliweza kusoma shule na watoto 16 walikufa. Bwana asifiwe. Sasa kwa akili zetu za kawaida tunaweza sema ya kwamba
tulipoteza watoto 16 peke yake, lakini hatukupoteza watoto 16. Hata wale waliochoma bado tuliwapoteza, kwa sababu ikiendelea hivyo, wakipatikana makosa, bado maisha yao imeharibika. Yesu asifiwe. Na nataka kuongea kama psychologist ambaye ameokoka. Ni jambo ambalo limenitia kutaka kuongea na jambo tunalishughulikia. Ukiangalia hiyo kisanga ilitendeka, hatuwezi laumu shule, hatuwezi laumu watoto, hatuwezi laumu wazazi. Tukilaumu watoto inamaanisha wazazi tumejitoa. Lakini imagine mtoto wa miaka 14 anaenda kuchoma shule na wenzake wakufe. Hiyo inamaanisha nini? Unaweza sifiwe. Nataka tuwe makini hapa. Hiyo inamaanisha nini? Mtoto wa miaka 25 akichoma, hiyo unapata ji. Lakini mtoto wa miaka 14 amechoma, watu wamekufa. Inamaanisha nini? Apart from school. Najua wazazi tuko na nafasi ile ya kujitenga kwa kila jambo na tunasingizia watoto. Lakini inamaanisha shida imeanza kwa nyumba. Haijalishi hapo yake, unaweza kuniambia kwamba hawasikii, ni sawa hawasikii, lakini imeanza hapo. Na mimi kama mwana saikolojia ninasema ya kwamba nimefanya psychology kwa muda. Ninajua kusoma ya akili ya mtu. Hiyo ndio nimesomea. Na mimi najiita miracle counselor. Yule ambaye ameshindwa akuje kwa. Lakini nilikuja nikagundua hakuna solution pasipo Yesu Kristo. Mimi hunikasirisha sana ama husikia uchungu sana wakati mzazi uko hapa, mtoto ako na miaka 13, miaka 14, miaka 15, na huwezi kumwambia ya kwamba lazima aingie katika klasi ya teenagers. Atajua aje hizi consequences ya behavior zake kama unakaa naye kwa nyumba eti amekushinda? Because ni Yesu tu peke yake ndio anaweza kuleta suluhu ya yale yote yanatendeka. Mtoto akiwa na Yesu, hata kama ni mwana saikolojia, lakini naelewa mtoto akiwa na Yesu, akiwa na uoga wa Mungu, hawezi choma akiona mwenzake anakufa. Lakini wazazi tumekaa, watoto wametufanya sisi ndio tumekuwa watoto, wamekuwa wazazi. Miaka 13, 4, 5, 6, 7 mpaka 8 na kwa nyumba yako. Najua mtaniambia ni vile wewe haujalea, ni sawa. Lakini kwa hiyo miaka, wazazi, hakikisha mtoto amekuja kwa darasa. Usimuone hapo mkubwa eti mwili ni mkubwa. Na usipitishe mtoto akaenda kwa youth. Wacha sifiki. Kwa sababu unamwona ni mkubwa, unapitisha mtoto anaenda kwa youth. Akifika kwa youth kuna syllabus yao. Wanafundishwa kuhusu nini? Kujisimamia na kutayarishwa kuleta mwingine. Pale kwa teenagers tunafundisha syllabus yetu nyingi, ukiangalia ni kujijua na kuseti goals ya maisha. Sasa ukimpitisha pale akienda kwa youth anafundishwa kuhusu dating, amejijua. Sasa unamkoroga tena. Waza sifiwe. Wazazi ninawaomba, kama uko na mtoto wako from 13 years mpaka 18, mwambie mfanye akuje class. Tafadhali. Nimesema hatukupoteza watoto 16. Tulipoteza watoto 28 kama wale walifanya makosa. Kwa sababu hata wale pia kesi kiendelea mpaka wakifikisha 18 years watafungwa mai. Wenda upenda au ukata, unless wakubali makosa. Acha bado hata wakubali makosa, sheria itawafanyia nini, lakini bado maisha yao haitakuwa sawa. Tujukumike na watoto wetu. Nilikuwa nawaongelesha leo hapo, na hawa watoto wanahitaji sisi wazazi. Tunaweza kuwa tuko busy, lakini Mungu ameleta kanisa.
Kuna watu wameitwa tu kwa hiyo waleteni. Asanteni sana. Barikiwa sana Mkenya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Frida Goody. Tumeokoka wakati mwema, tunamshukuru Mungu kwa umbali. Kama sio yeye tungekuwa hapa. Ile mchungaji alisema watoto waletwe kanisani. This is Bethel. Na Bethel ndio kila kitu inatendeka katika maandiko. Bethel ndio watu walienda kupona. Bethel ndio watu hawakwenda bure. Ukiingia Bethel ni kanisa. Ukiwa mgonjwa, umsifu Mungu, muinulie mikono. Wakati wa praise usisimame kama mti. Tell God something. Muinulie mikono. Hiyo masaa unaweza kuwa uko mgonjwa kitu fulani. Hiyo masaa Mungu anaangalia mikono imeinuliwa. Anaingia kwa mwili yako anapona. Hata before pastor akuja ubiri, akuombee, Mungu ashatenda already. Kwa hiyo ukikuja Bethel, usikuje tu Bethel ukitarajia, ukisema tu ni kwenda tu nitoe sadaka ama nionekane nimefanya. No. Kuja Bethel ukuwe expected. Unangojea something from God. Na mtu mwenye anangojea ananga haraka. Unangojea tu polepole na utaratibu na njia za Mungu. Na Mungu anakuguza na anakufanyia mema. Kwa hivyo kila nilikuwa nakuuliza ni ukija tu praise inapoimba hapa, ingia Mungu kama utaimba kesho. Muabudu kama utaimwabudu kesho. Muumbaji hapo anaposema inua mikono, just lift your hands up, lift to God. Umwambie that ama umekuja uko na Mungu mwingine umetarajia uko nje. Here in Bethel is where God is. Ukikuja unakuja huko unamtarajia na unamwambia wewe ndio Mungu. Hakuna Mungu mwingine huko nje kama wewe. Hakuna Mungu mwingine, hata baba yangu na mama yangu huwezi linganishwa na wewe. You are the only God and the Almighty God and the King of Kings, the Lord of Lords, and God over all other gods. So you just come expected and mwabudu. What I had, mimi nilikuwa tuna ushuhuda kidogo. Sijakuwa for the last few weeks. Last Sunday zilili zimefuatana. Sunday ya kwanza tulipigiwa simu na bradangu akiwa ametekwa nyara. He's a man of God. Alikuwa ametekwa nyara na Nikora mahali side za Nairobi. Mahali panaitwa hapo ni Bisenda Nairobi. Kama unajua Bisenda it's around Kayole area hapo hivyo. Komarok Kayole hapo. So alikuwa anaenda mahali kuona mtu fulani. Alikuwa tu anafanya biashara fulani. So after kudropiwa na umba za Litu isinaitwa Litu something. Akashuka. Kushuka akingojea mahali aingie. I don't know hiyo umba ndio ilirudi tena ikamchukua tena akaambia ulikuwa unaenda wapi? Kuchungulia. Akasukumwa na mwingine ndani. Kusukuma huko ndani yake kuingia ni kugongwa. Nyamaza. Kunyamaza akaambia toa simu. Wakaangalia wakapata yeye pastor, kila kitu titles nini. Wakachukua details akamwambia jua tunajua ni pastor. Nataka hii simu yako pigia everybody. Mwambie kila mtu anataka 10,000 kutoka kwake. We need like 100,000 right now. It was 11. Walimtesa mpaka saa 8 usiku akipiga masimu. Na wanamwambia usipigie mtu kama umetishiwa na mtu. Mwambie mtoto wangu uko hospitali right now and I need this amount of money nisaidie. Sasa ulikuwa unapigia usiku anakuambia umepata. Mimi alipigia anambia saizi na hiyo pesa unanitisha. Lakini nitajaribu nione kama kuna mtu anaweza nisaidia. Ukakaa like 10 calls hivi anaendelea. So alipigia watu wengi na alitumia almost 80,000. Na akitumia akamuitisha pin everything wakaenda wakaredraw na simu yake. Hakuna mahali wao walidizana simu yao. So ni jaji unaendelea Kenya na ukoro unaendelea Kenya. Akaenda akatoa at long last akatoa everything. Na hata wakafuta hizo namba hizo message zingine walikuwa wanatoa pesa. So wakatoa pesa wakaenda naye na akamwambia 300 saa 8 usiku akamwachilia. Kwenda kwako. Akaenda na maumivu amemchapa. Na alikuwa anawaambia kesho saa 8 nitakurudishia hiyo pesa. So imagine like almost 30 people. Kila mtu anaambiwa kesho saa 8 nitakurudishia hiyo pesa. Kama wewe ni wewe ungekuwa aje? Hiyo saa 8 na ni siku ya Sunday after church unajua pastor aliniomba pesa. Atanirudishia pesa yangu. Na huyo pastor ana hiyo pesa. Wewe utafanya nini? So hii Kenya we did by the grace of God. Na tunafaa tuombe sana.
lakini sisi tulimwombea Mungu na kumwambia achana na hawa watu. After 2 days, one of the people akamwandikia message kwa WhatsApp. Juu alikuwa amechukua namba yake na namba ya bibi yake. Akamwambia, we've known you are the man of God. Tusamehe. Baada vile tulitenda, tusamehe. Aliandika tu message hiyo kwa WhatsApp. So we said it's God. Na Mungu tu abadilishe hizo nia za hawa watu. Because as pastor venye amepreach hapa asubuhi, kama hutaki kufanya kazi, utafanya kazi nyingine ya wizi na utaifanya na gharama nyingine. So ni wewe ujitume kikazi na ufanye kazi kabisa. Na uombee hao wengine pia wabadilike, wakuje huku Bethel. Mungu atubariki, tuende pamoja na tubariki. Barikiweni. Amen. Asante sana dada yetu kwa ushuhuda mzuri. Na kwa wale ambao wameingia wamechelewa, nilisema ya kwamba hebu jiulize, kutoka Januari mpaka hapa mwezi wa 6, nani amekuwa amekulinda? Nani amekuwa amekulinda? Si ni Mungu? Je, hata hapo sasa omba Mungu hii miezi 6 ambayo imesalia usipatane na jambo mbaya. Amen. Sio kuamuka tu na kwenda. Kenya hii ya leo inataka maombi. Kenya hii ya leo inataka maombi. Amen. Tuwe tukiomba. Maovu ni mengi. Maovu ni mengi. Na itakemewa tu na maombi. Wakati huu ni wakati wa kutoa sadaka. Tunasema wewe ukienda kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu mpaka uende na sadaka. Amen. Yes, ni wakati wake. Tungependa kwaya haraka. Kwaya yetu iko wapi? Ama ni katizi nyinyi? Wakati wa kumtolea Bwana. Usije katika nyumba ya Bwana bila kumtolea sadaka. Karibuni kwa sadaka. Yesu ataka kianga kung'ara daima, kwa Yesu niwe kianga popote daima. Yesu ataka kianga kung'ara daima, kwa Yesu niwe kianga popote daima. Kianga, kwa Yesu niwe kianga, kianga. Yeah.
Asanteni sana wana kwaya yetu. Wakati huu ni wakati wa tithers. Tithers waje mbele ili wapate kuombewa na pastor wanapoleta tithers. Karibuni. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya matoleo. Tunatuamini ya kwamba ahadi zake zenye ameahidi kuhusu uaminifu katika kutoa ni zetu. Acha tuamini. Mungu wetu, tunakushukuru sana, tunaliinua jina lako na kulihimidi adhuhuri hii ya leo. Mfalme, tunakwambia ni asanti Bwana kwa sababu umetuwezesha kuingia katika nyumba yako. Bwana, ni asanti kwa sababu agizo lako ni ya kwamba tusikaingie katika nyumba yako tukiwa mikono mitupu. Na Mungu wa rehema, umetubariki, umebariki kazi za mikono yetu. Na asubuhi ya leo Bwana, tumeweza kuleta sadaka katika nyumba yako Mfalme. Tunaomba ukazipokee na ukazibariki kulingana na ahadi zako Mungu wa rehema. Asanti Bwana kwa sababu mbele zako na mbele zetu kuna wapendwa ambao wamechukua hatua nyingine Mfalme, na wakati neno lako ambalo linasema tukujaribu katika kuleta zaka kamili katika nyumba yako. Mfalme mwema na mwaminifu, kwa mikono yao wameshika fungu lao la 10 Mfalme. Ni asanti Bwana kwa sababu ni wewe umewabariki na ni wewe pia umewasaidia kuaminika Mfalme. Bwana na Mungu wetu, tunapokea hii fungu Bwana. Na Mungu wa ajabu, ninataka kama mtumishi wako kutangaza ya kwamba ahadi zako, kwa sababu ni wewe umeziahidi, zitawafikia hawa Mungu wa rehema kama vile umeahidi katika neno lako. Umesema tukujaribu katika hii Mfalme, nao wako hapa Bwana kufuata na kutii neno lako. Ninaomba vile umeahidi Mfalme ya kwamba utafungua madirisha ya mbinguni na milango ya baraka zako Bwana, zikajae mpaka tukakose mahali pa kuweka. Ninaomba ikawe hivyo katika maisha yao. Mungu wa rehema, ni asanti kwa sababu neno lako umesema ya kwamba halitakurudia bure. May it fulfill, dear Lord, your purposes in their lives in the name of Jesus. Bwana, ninakushukuru na ninakuinua. Ninatangaza ya kwamba hawa wamebarikiwa, wameinuliwa kwa sababu hivyo ndivyo neno lako linasema. Ni asanti Mfalme, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. God bless you. Do you good. Endelee kufanya ghala zenu zijae kama vile ameahidi katika neno lake, kwa sifa na utukufu wa jina lake. God bless you. Wakati wangu umeisha, nafunga virago ili niende nikaketi nikigojea zile ratiba ambazo ziko mbele zipate kuendelea. Wakati huu namwalika chairman wetu wa project kama vile alivyotueleza ya kwamba siku ya leo ni siku ya kupledge, na nina imani ya kwamba sote tumeingia hapa tuliweza tukafikiria hiyo wiki mzima, tukaona nini ambaye ungependa kutoa kwa sababu ya upanuzi wa nyumba ya Bwana. Alituambia ya kwamba upanuzi huu ambao unaendeshwa na baba yetu mchungaji, alituambia unagharimia 1,500. Na nina imani ya kwamba 1,500 zitafika na kupanda juu ili nyumba ya Bwana ipate kupanuka. Hata saizi mkiangalia nyumba imejaa, watu wengine wako nje. Kwa hivyo tuwe karibu, Faith, karibu hapa ili upate kuandika pledges za vile utapewa na watu wa Mungu.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wacha tupigie makofi Roda Jiji kwa kuongoza vizuri. Asante sana Roda Jiji kwa kutuongoza vizuri na kutupeleka vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Majina yangu ni Amos Lusu, chairman wa development. Bwana Yesu apewe sifa. Kama Sunday venye niliwaambia, tuko na kazi kwa hapa ya kupanua hii kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Na nikawaambia tunahitaji 5,000. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio hiyo kazi iweze kukamilika, iweze kuwa mzuri, yenye